Bwana Matereka, mambo vipi bwana? Mambo poa. Mambo yanaenda? Kweli. Bwana, mwanahabari Neena Ali akiwa kwenye train ile SGR akiwa pembeni ya mchezaji Rio Ferdinand, mchezaji huyu nguli kabisa wa Manchester United wa zamani pamoja na timu ya taifa ya England, alimuonyesha goli la Clatous Chota Chama Mamba Lusaka ambalo lilifungwa kwenye mchezo wa dabi Mei 3 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Bwana Rio alionekana kulipongeza goli hilo na akisema kwamba linaweza likawa goli bora la msimu wa dunia, maana duniani inaweza ikawa bao hilo la msimu kwa goli ambalo amelifunga Clatous Chota Chama. Sasa baada ya kauli hiyo tumeona kwa wana Young Africans, kwa mfano Alikama mwenyewe ameonekana kumjia juu sana mwanahabari Neena Ali kuhusiana na kile ambacho alikiuliza, lakini vile vile baadhi ya mashabiki wa Young Africans wenyewe wameonekana kujawa na hasira kuhusiana na mwanahabari huyu Neena Ali kuhusiana na kumuuliza Rio Ferdinand kuhusiana na goli la Clatous Chota Chama. Kwa upande wako na lipi la kuzungumzia kuhusiana na hiki ambacho kinajiri mara baada ya mwanahabari Neena Ali kumuuliza Rio Ferdinand kuhusiana na goli la Clatous Chota Chama analionaje? Na yeye akajibu kwamba goli zuri na likawa goli bora la msimu wa 2025-2026 duniani. Mimi niambie watu wa Yanga wasio na hasira. Wasio na hasira kwa sababu ndo kwanza kazi inaanza. Ndo kwanza Simba wanaanza kupepesha bendera yao. Ndo kwanza Simba wanaanza kutoa makucha yao. Hawakutakiwa kuwamaki. Sababu alihoji ni mtangazaji. Mtangazaji nguli, anajua mpira. Ameenda kumhoji mchezaji mkubwa, anajua mpira. Na kuhusu kutajwa goli la Chama hajaanza jana kutajwa Rio. Limetajwa mpaka na CNN. Limetajwa wiki mbili nyuma. Dunia imelijua goli la Chama. Leo Rio ameonyeshwa tu leo. Soma hajaliona, kashaliona akiwa kwake Uingereza. Sababu goli lipo duniani mpaka sasa. Kwa hiyo Rio ameonyeshwa tu. Kwa hiyo kazi ya mtangazaji yeye kumuuliza Rio ili athibitishe kutoka kwa mchezaji mkubwa duniani. Sababu ndio mchezaji mkubwa duniani. Ya Manchester United, ya timu ya taifa ya Uingereza na Uingereza nchi kubwa duniani, mchezaji wa klabu bingwa, mchezaji dunia, kombe la dunia, kwa hiyo michuano mingi amecheza Rio Ferdinand. Na magoli bora anayajua. Kwa sababu yeye mwenyewe anajua magoli mengi ameyaona duniani. Tena magoli 2000 kajaona yeye. Kwa hiyo amesema goli hili linafaa kuingia kwenye rekodi ya goli bora la dunia. Hiyo ni maoni yake. Sababu ameliona goli. Na sio yeye alisema hivyo. Mpaka CNN amesema hivyo na nchi zingine zimesema hivyo na vyombo vingine vimesema hivyo. Kwa hiyo Yanga waache hasira. Hasira ifai. Chama goli lake limekwenda mbali, goli limeenda hewani, limekubalika, basi tumuombe tu aendelee kufanya hivyo, waache hasira. Waache hasira. Waache hasira. Hilo ni hasira tu. Na mtangazaji amehoji vizuri kabisa, hakukosea. Lakini video umeiona? Nimeiona. Ndo kazi ya mtangazaji. Mtangazaji anatakiwa abuni kuhoji. Sio unahoji tu, ule kahoji kwa akili. Na aliyomjibu kamjibu kwa akili. Amemjibu impact, sababu ni mchezaji. Ndio aliyomjibu goli hilo. Huyo ni mchezaji, anajua. Kwa haja bahatisha, kaona magoli mengi ameona. Kaona magoli ya kina Pele, kaona magoli ya kina Ronaldo, kaona magoli ya kina nani wa kina Messi, kaona magoli mengi duniani. Lakini akasema la Chama ni goli bora, nafaa kuja goli la msimu kwa dunia. Sasa wewe unapinga wewe nani? Unapinga wewe nani? Wewe unapinga wewe nani Alikamwe? Kwa hiyo mchezaji wa dunia amesema goli bora. Wewe unapinga wewe nani? Hata kupiga mpira ujui. Wewe nani unaopinga? Kwa hiyo wanasema mnafurahi. Sio tunafurahi tu. Tunafurahia zaidi. Tunasherehekea. Kwa sababu magoli mazuri yote yanatoka Simba. Hata goli la Osman Sako ambalo lilikuwa goli bora la Afrika limetoka Simba. Sijui limetoka Simba. Ila kinachouma Yanga, goli bora la Chama limekamfunga nani? Uwanja gani? Ndio kinachouma Yanga. Ndio goli kafungwa Singida. Alikamwe asingesema jana. Wasingemwona Neena amekosea. Kwa sababu kafungwa nani na eneo gani? Kwa hiyo uwanja wa Samuyo leo duniani wanaojua kwanza. Sababu ndio goli lilipotokea. Leo wanajua alifungwa nani goli lile. Kafungwa Diala. Duniani wanajua kwamba goli kafungwa kipa ya kutoka Mali. Na klabu yake timu gani? Na timu ya taifa kutoka Mali. Na klabu yake ni Yanga ya Dar es Salaam kutoka Tanzania. Ambayo ndio Diala anachezea. Sasa hicho peke yake ndio kinachowauma Yanga. Hakuna kingine. Ila Chama angekuwa amefunga Singida goli lile, wasingepiga kile kwa Yanga. Wangetulia kimya, hata ingeuza swali lile pale, wasingepiga shida. Ila kafungwa nani na eneo gani? Ndio shida ambayo ndio kinachoumiza Yanga. Kinachoumiza tu Yanga leo. Hakuna kingine. Hakuna kingine. Ni hicho tu kinachoumiza. Na sisi tunasema wataumia sana. Sababu Chama ndio amezaliwa. Ana miaka 25. Wakamuone leo. Wakamuone leo Tanga. Chama ana miaka mingapi? Ana miaka 25. Wakamuone leo Tanga. Anachokifanya leo Tanga. Rekodi yake itaendelea vile vile. Sababu tayari kapikwa upya.
kazaliwa upya, ana miaka 25. Walisema mzee, Yanga alimuona mzee wakamwacha. Sisi tumemchukua tatu tumemtengeneza. Ana miaka 25 leo. Anawaonyesha watu kwamba mimi ndio Chama Triple C yule wa Zambia Ndola. Bwana, mnacheza na Coastal Union leo Mkwakwani jijini Tanga, pwani hiyo. Unaambia waja Tanga leo warudi nini? Waja leo hadi leo. Yaani unaenda na kurudi, utaitaki ulale kule. Waja leo hadi leo. Bwana, mteme mkarudi leo kwa hizi. Sisi tunasema Tanga watu wa pwani na sio watu wa pwani. Wote tumekutana watu wa pwani watupu. Dar es Salaam ni pwani na Tanga ni pwani. Kwa hiyo watu wa pwani wanakutana leo, wavaa misuri. Tuko pale tunakutana leo watu wa pwani. Naamini waambie tu Coast wajiandae. Wajiandae kisaikolojia kwamba Simba inakuja kivingine zaidi. Simba hii sasa haimuonee huruma mtu, inapiga kwenda mbele. Hilo lijue kwanza. Yaani Simba hii inapiga kwenda mbele. Wakae wakihesabu magoli tu kule. Kama sio 3 4, kama sio 4 5, yaani wakae wakijihesabia wao. Simba hii Aligasebei, Olemba, Kagoma kazaliwa upya. Maema ndo kabisa anapikwa, anataka yani anahitaji mkataba mwingine. Anakiwasha ile mbaya. Hapo mbele sema ni mwalimu ndo kabisa anatafuta goli lingine. Kwa hiyo nawaambia kazi ya leo wakamwangalie Chama na magoli yake atikitaka ataendelea leo. Kama sio tikitaka leo basi kuna goli moja itafunga, goli zuri sana ambalo kila mtu atashangaa. Hapa atafunga Chama leo. Mimi nakwambia leo. Leo mpira mtamu, watu waje waangalie mpira. Kwenye banda umiza, kwenye mabaa, uwanjani, pale Amani wakajaze uwanja Tanga. Kwa hiyo lazima mpate matokeo. Kwanza matokeo ni kazi ya kwanza ya Simba. Target ya kwanza ya Simba ni matokeo mazuri, magoli mengi yanatakiwa sasa hivi. Sio goli moja, magoli mengi tunataka. Hataki goli moja sasa hivi. Goli 2 3 kuja juu. Sio goli moja. Sio goli moja tumepita sasa hivi. Level hiyo tunawaachia wengine. Tunakwenda level magoli 2 3 kwenda mbele. Kwa hiyo wajiandae kisaikolojia watu wa Tanga, wajiandae kisaikolojia Coast kwamba Simba wanakuja mziki mnene. Nataka matokeo nyinyi. Nataka matokeo, nataka ubingwa. Bila matokeo mazuri hatupati ubingwa. Ili tupate ubingwa lazima tuwe na matokeo mazuri. Ndio target ya Simba leo. Ally Kamwe, una haja ya kumshauri labda ujumbe wako kuhusiana na kauli yake aliyozungumza? Ile kauli ameongea, na maana nimekwambia ameongea kauli ile kwa sababu kafungwa nani? Sio, umeelewa? Yule aliyefungwa ndio mfalme wao. Kwani mfalme wa Yanga umjui? Mfalme wa Yanga ni Diara. Diara watokana Yanga watampigia makofi. Hata wakele watampigia makofi. Yule ndio mfalme wao. Sasa kapigwa goli la ajabu. Ambalo duniani lina trend. Lazima Ally Kamwe aumie. Anaumia sana. Anashindwa ile goli kulirudisha lisiwe. Yaani kureview lisiwe goli. Angeweza kureview lisiwe goli. Kama ile mechi irudiwe goli lisiwe lile. Angefanya hivyo, lakini hawezi tena. Lishakwenda. Uwanja vipi pale? Umeanza kujenga pale? Hawezi kujenga uwanja pale. Sasa yale maneno nimekwambia, maneno kwenda kwenye uchaguzi, mwakani wana uchaguzi Yanga. Hayo maneno kwenda kwenye uchaguzi. Uwanja kitu kikubwa. Wewe uwanja hujaanza kujenga? Nani mimi? Young Africans. Bado. Wewe uwanja kitu kikubwa kile wewe, sio kitu kidogo uwanja. Asikwambie mtu. Uwanja ni kitu kikubwa, sio kitu kidogo. Sio kila mtu anao uwanja tu. Unaona Azam ana uwanja pale, sio unajua mimi na uwanja. Uwanja kazi ndugu yangu. Azam kawekeza pale mfanya biashara mkubwa Baresa. Kajenga uwanja kabla hata mpira timu haijakuwa sawa. Kajenga uwanja ule pale. Leo hii Yanga ni miaka 80 pale, 90 nakimbilia. Uwanja haina. Sawa? Leo hii ndo naanza kujikongoja. Sasa mpaka tuone. Mpaka tuone msingi unaanza, watu wana magari wanafanya kazi, nasema Yanga ajenga uwanja. Ila nawapa tahadhari. Pale alipojenga uwanja sio pazuri. Kwa mazingira sio pazuri. Mafuriko muda wote pale yanafumua ukuta ule. Ule ukuta wa Yanga Golf kuna crack nyuma kule, na crack nyingi ziko nyuma kule. Wanazilipia tu crack zile. Hata ikija mvua kubwa lininyo, wanafumua kila kitu pale. Na hapa tahadhari ya uwanja. Bwana, unatuma ujumbe gani kwa mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo wenu wa leo dhidi ya Coastal Union? Wajiandae kushangilia tu, sababu leo tunategemea kupata ushindi wa magoli mengi na ushindi mzuri. Wakaiangalia Simba yao iliyokuwa bora msimu huu, wakaiangalia Simba ambayo inahitaji ubingwa, wakaangalia Simba yenye uwezo mkubwa. Yaani Simba ikicheza kila mtu anafurahi kwanza. Sababu tunataka tuangalie mpira, burudani, biliani inaanza kuja biliani. Hilo ndio biliani ambayo Simba anataka sasa. Kwa hiyo waje wapenzi wa Simba kaangalia biliani kama kwenye TV, kwa kwani wakajae waangalie biliani, wamwangalie Aula anachokifanya. Wamwangalie Gasebei anavyoondoka na kijiji. Wamwangalie Chama na mpira wake ya control ya wewe bwana, Simba hii. Acha. Lakini baadaye msije mkapata huzuni na masikitiko. Maana mchezo dakika 90 kwa Simba hii haina dakika 90 kwa Simba hii. Mimi yaani usifanye Simba iliyopita na hii ujue. Bado ujue Mnyasa usifanye Simba iliyopita na hii. Simba hii kama ina watoto.
Nyasa nakwambia Simba hii kama ina watoto. Beka amechafukwa. Steve Beka amechafukwa hataki mchezo. Wewe angalia mpira unavyoanza alafu kipindi cha pili anaweka sabu yake ya mauaji. Wewe angalia sabu anaweka ya mauaji kipindi cha pili. Kuna sabu moja mbaya anaiweka kipindi cha pili. Yaani jamaa huyu katili anaua huyu. Mteule anaua huyu. Sabu anaiweka. Ni sabu ya hatari kabisa, ni sabu ya kikatili kabisa. Wewe angalia sabu iliyopita juzi katia Olemba, katia Simon Mwalimu, katia Sinani, goli mbili zimeingia za haraka. Hiyo sabu achana nayo. Sabu moja mbaya anaiweka yani ya kuua mtu ile sabu. Bwana mimi nikushukuru kutakia kila la heri. Asante.